Wasiwasi na uoga waja katika ikulu mjijini Nairobi baada ya mwenyekiti wa chama cha UDA kukosekana kuhudhuria haswa kwenye kikao maalum kilichoitwa na Rais William Ruto. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kama dalili za mgawanyiko unaozidi kushamiri ndani ya chama tawala cha UDA, gavana wa Embu Cecily Mbarire alikosekana kwenye mkutano muhimu ulioitishwa na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi siku ya Jumatano. Mkutano ule wakakutanisha magavana, mawaziri na makatibu wakuu ulilenga kupata taarifa za maendeleo kutoka kwa serikali za kaunti na wizara mbalimbali. Kutokuwepo kwa Mbarire katika mkutano huo kulibua maswali mengi, hasa ikizingatiwa kuwa yeye ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA, nafasi ya juu ya kisiasa ambayo inampa wajibu wa kuwa sehemu ya mikutano ya aina hiyo. Zaidi ya kuwa kiongozi wa kaunti, nafasi yake ya chama inatarajiwa kumweka mstari wa mbele katika shughuli rasmi kama hiyo. Hali ya sintofahamu iliongezeka zaidi kutokana na kwamba siku hiyo hiyo Mbarire pia hakuhudhuria kongamano la makademia lililoandaliwa pale Embu, ambapo naibu rais Kithure Kindiki alikuwa mgeni rasmi. Ingawa waziri wa usalama wa ndani Murkomen Kipchumba alijaribu kuondoa wasiwasi huo kwa kusema kwamba gavana Mbarire alikuwa amealikwa kwenye mkutano mwingine wa ikulu kuhusu chanjo ya mifugo. Uchunguzi wa Kenya uchambuzi na wanasiasa ulionyesha kuwa hata kwenye mkutano huo wa ikulu bado hakuwepo. Picha na video zilizotolewa baada ya mkutano huo zikuonyesha uwepo wa gavana huyo, huku magavana wenzake wakichapisha taarifa na picha mitandaoni kudhibitisha ushiriki wao. Mbarire hakutoa taarifa yoyote kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii kuhusu mkutano huo, hali inayoendelea kuibua maswali juu ya mahusiano yake na uongozi wa juu wa UDA. Taarifa hizo ziliimarisha mashaka yaliyokuwepo tangu Juni tarehe 1 wakati wa sherehe za Madaraka Day zilizofanyika Makima Primary School, ambako gavana Mbarire alitoa kauli kali dhidi ya maafisa wa serikali ambao hakuwataja kwa majina, akiwashtumu kwa kufanya mikutano ya kisiasa usiku bila kushirikiana naye. Vilevile alieleza wazi kuwa kuna juhudi za kisiasa zinazofanyika kumdhoofisha, na akasisitiza kuwa hatakubali heshima yake kuvunjwa bila kuchukua hatua. Kwa upande mwingine, waziri Kindiki alifichua kuwa alikuwa amekutana na Mbarire pamoja na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Embu Peter Muridhi katika makazi yake ya Karen siku hiyo hiyo asubuhi. Mkutano huo ulilenga kuangazia miradi ya kitaifa na jinsi ya kuimarisha mnyororo wa thamani katika mazao muhimu ya kilimo kama chai, kahawa, makademia na mogoka. Hata hivyo, kukosekana kwa Mbarire kwenye mikutano miwili mikubwa siku hiyo hiyo umefungua ukurasa mpya na mjadala kuhusu mwelekeo wa kisiasa ndani ya UDA, hasa kwa kuzingatia nafasi yake ya uongozi wa kitaifa ndani ya chama. Tofauti hizi zinaibuka wakati ambapo Rais Ruto ameonyesha nia ya kuimarisha usimamizi wa serikali kwa kushirikiana kwa karibu na viongozi wa kaunti.